Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mnaweka pale tu hashtag The Heartbeat of Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Uchina iko tayari kupunguza ushuru wote wa bidhaa kutoka Afrika. Ndege ya abiria yaanguka magharibi mwa India. Iran inashindwa kutimiza wajibu wake wa nyuklia. Taiwan yamfunga jela nahodha wa Uchina kwa kuharibu kebo ya chini ya bahari. Bajeti ya Kenya kuweka katika mizani ukuaji dhidi ya hasira ya umma. Wanajeshi wa Israel wapata miili ya mateka wawili Gaza, waziri mkuu asema. Marekani kuondoa sehemu ya ubalozi wake nchini Iraq, huku mvutano wa Iran ukiongezeka. Naam, na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mapema leo ndege ya Air India ilianguka muda mfupi baada ya kupaa huko Ahmedabad. Hayo ndiyo yaliyoshuhudiwa. Watu 200 wamedhibitisha kufariki dunia katika ajali ya ndege ya India iliyokuwa ikielekea London. Ndege hiyo Boeing 787 ondoa 8 Dreamliner iliyokuwa na watu 242 ilianguka katika eneo la makazi karibu na uwanja wa ndege na kugonga hostel ya madaktari. Kulikuwa na raia 169 wa India, Waingereza 53, raia 7 wa Ureno na Mkanada mmoja mwenye ndege hiyo, kulingana na Air India. Picha zinaonyesha wakati ndege ilianguka na mlipuko ulipoanguka ardhini. Takriban miili 204 imeopolewa kutoka katika eneo la ajali. Mkuu wa polisi wa Ahmedabad anasema wanafunzi wasiopungua 50 wamelazwa hospitalini.
Boeni inasema mawazo yake yako kwa wale wote walioathirika na inawasiliana na Air India kuhusiana na tukio hilo. Heshima zimetoka kwa viongozi wa ulimwengu akiwemo Mfalme Charles ambaye anasema ameshtushwa sana na ajali hiyo. Makundi ya vijana leo walifanya maandamano katikati mwa jiji kuu la Kenya, Nairobi, kushinikiza naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat kujiuzulu kufuatia kuuawa kwa mwanablogi mmoja Elbert Ojwang akiwa mikononi mwa maafisa wa polisi siku ya Jumapili. Polisi wamelazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji hao ambao walikuwa wamekusanyika katika makao makuu ya idara ya polisi. Idara ya polisi imesema kuwa waandamanaji hao hawangeruhusiwa kufika barabara kuu ya Harambee ambako walikuwa wakitaka kufika katika makao makuu ya wizara ya fedha ili kumzuia waziri wa fedha John Mbadi kutoka na kwenda bungeni ili kuwasilisha makadirio ya matumizi ya serikali ya mwaka huu na mwaka ujao. Magari kadhaa yaliteketezwa na waandamanaji hao ambao wamesema kuwa hawatachoka kutaka naibu inspekta mkuu wa polisi kujiuzulu kwa pamoja na maafisa wote waliohusika na mauaji ya Ojwang. Kwa siku ya pili mfululizo, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja na maafisa wengine wakuu wa idara ya polisi walifika mbele ya kamati ya usalama wa bunge la kitaifa ili kuelezea zaidi kuhusu mauaji hayo. Kanja aliambia kamati hiyo kuwa maafisa wote waliotajwa au watakaotajwa kuhusika ni lazima waandikishe taarifa kwa polisi. Ameongeza kuwa endapo naibu wake Eliud Lagat atatajwa kuhusika, basi ni sharti asimamishwe kazi ili kuruhusu uchunguzi huru kufanyika. Akiongea bungeni, mwenyekiti wa kamati hiyo aliambia bunge kuwa maafisa wa polisi tayari wamewatambua washukiwa watatu waliohusika na mauaji hayo na kuwa idara ya polisi imeanzisha mchakato wa kuwakamata ili kufikishwa mahakamani. Uchina imesema iko tayari kuondoa ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka nchi zote 53 za Afrika ambazo ni uhusiano wa kidiplomasia nazo. Hatua hiyo inayotangazwa katika mkutano wa ushirikiano kati ya Uchina na Afrika na kuja wakati ambapo bara la Afrika inakabiliwa na uwezekano wa kuwekewa ushuru zaidi kwa bidhaa zake napoingia Marekani. Uchina ndiyo mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Afrika, nafasi ambayo imeshikilia kwa zaidi ya miaka 15 iliyopita, huku Afrika ikiuzia taifa hilo la Asia bidhaa zenye thamani ya takribani dola bilioni 170, pauni bilioni 125 mwaka 2023. Taarifa ya pamoja na waziri iliyokosoa juhudi za baadhi ya nchi kuvuruga uratibu wa sasa wa uchumi na biashara ya kimataifa kupitia uamuzi wa upande mmoja wa kuweka ushuru. Taarifa hiyo ilizitaka Marekani kutatua migogoro ya kibiashara kwa misingi ya usawa, heshima na manufaa ya pande zote mbili. Hatua ya kuondoa ushuru kabisa itakapotekelezwa itakuwa ni upanuzi wa makubaliano yaliyofikiwa mwaka jana, ambapo Uchina iliondoa ushuru wa bidhaa kutoka nchi 33 za Afrika zilizoorodheshwa kama nchi zinazoendelea kwa kiwango cha chini zaidi. Orodha hiyo mpya itaongeza baadhi ya washirika wakubwa wa kibiashara wa Uchina barani Afrika, wakiwemo Afrika Kusini na Nigeria. China haijatangaza rasmi ni lini uamuzi huo utaanza kutekelezwa. Eswatini ndiyo nchi pekee ya Afrika iliyotengwa katika tangazo hilo la kutotozwa ushuru kwa sababu inatambua Taiwan kama nchi huru, ilihali Uchina inaiangalia Taiwan kama jimbo lililojitenga. Kwa sasa Uchina huagiza malighafi nyingi kutoka Afrika, hasa kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Guinea. Mwezi Aprili, Rais Donald Trump alisababisha mtafaruku miongoni mwa washirika wa kibiashara wa Marekani kwa kutangaza ushuru wa juu kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi nyingi, ukiwemo ushuru wa 50% wa Lesotho, 30% Afrika Kusini na 14% kwa Nigeria. Utekelezaji wa ushuru huo umeahirishwa hadi mwezi ujao. Ingawa kusitishwa huko kwa muda
kunaweza kuongezwa kwa nchi ambazo zinaonyesha nia njema ya kujadiliana, kwa mujibu wa waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent. Mwaka 2024 Marekani iliuza bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 39.5 kutoka Afrika. Baadhi ya bidhaa hizo ziliingizwa chini ya mpango wa ushuru wa sifuri unaojulikana kama mpango unaoruhusu bidhaa za Afrika kuingia Marekani bila ushuru, AGOA, ambayo sasa ipo hatarini iwapo serikali ya Trump itaendelea na mipango ya kuweka ushuru mpya. Shirika la uangalizi wa nyuklia duniani limebaini kuwa Iran imeshindwa kutimiza wajibu wake wa kutosambaza silaha kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20. Azimio lililopitishwa na bodi la usimamizi wa shirika la kimataifa nishati la atomiki inatishia kuwasilisha hoja dhidi ya taifa hilo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Inafuatia ripoti ya IAEA wiki iliyopita ambao ilitaja ukosefu wa ushirikiano wa Iran ambao unaibua wasiwasi juu ya shughuli za siri na nyenzo za nyuklia ambazo hazijawekwa wazi katika maeneo ambayo yamekuwa yakichunguzwa kwa muda mrefu. Mapema wiki hii, waziri wa mambo ya nje wa Iran alizionya nchi zenye uwezo barani Ulaya au kwamba kuunga mkono hoja hiyo itakuwa kosa na kwamba itachukua hatua kali. Hatua inaweza kutatiza zaidi mazungumzo kati ya Iran na Marekani kuhusu makubaliano mapya nyuklia. Inaweza pia kuzidisha hali ya wasiwasi katika eneo la Mashariki ya Kati, siku moja baada ya Marekani kuwashauri baadhi ya Wamarekani kuondoka katika eneo hilo baada ya ripoti kuibuka kuwa jeshi la Israel liko tayari kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran. Iran inasisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia ni za amani na kwamba haina nia ya kutengeneza au kupata silaha za nyuklia. Chini ya makubaliano ya kihistoria ya mwaka 2015, Iran ilikubali kudhibiti shughuli zake za nyuklia na kuipa IAEA fursa ya kuchunguza miradi yake ili kuondolewa baadhi ya vikwazo vya kimataifa vilivyolemaza uchumi wake. Raia wa Uchina amehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela kwa kuharibu kebo ya chini ya bahari inaunganisha kisiwa kikuu cha Taiwan na visiwa vya Penghu kwenye mlango wa bahari wa Taiwan. Mtu huyo aliyetambuliwa kwa jina lake la ukoo Wang alikuwa nahodha wa meli iliyosajiliwa na Tong Hong Tei 58. Uamuzi wa mahakama ya wilaya ya Tainan siku ya Alhamisi hii ni hukumu ya kwanza baada ya ripoti ya miaka hivi karibuni za kukatwa kwa nyaya za chini za bahari kuzunguka Taiwan. Taipei imeshutumu Beijing kwa kuhujumu nyaya zake na kueleza kuwa ni mbinu ya kushinikiza kisiwa kilichojitawala ambayo China inadai kuwa eneo lake. Tukirejelea taarifa kutoka jiji kuu la Nairobi ni kwamba katika maandamano yanayoendelea hivi sasa ambapo yameendelea siku ya leo, vijana walishinikiza naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lang'ata kujiuzulu kufuatia kuuawa kwa mwanablogi Albert Ojwang akiwa mikononi mwa maafisa wa polisi. Kifo cha Albert kilithibitishwa siku ya Jumatatu asubuhi. Tumechoka. Ruto must go. Lang'ata must go. Reject finance bill. That's what we are saying today.
Ndiyo hali ambayo inajitokeza, ambayo imekuwa ikijitokeza katika jiji kuu la Nairobi, ile kimbia ambayo imekuwa ikijitokeza katika jiji kuu la Nairobi. Ndiyo hali ambayo namna hiyo, msikilizaji, imekuwa ikijitokeza, na takuwa nachukua maoni yako baadaye, kwa sababu gari ambalo lilikuwa kwa msafara wa kusafirisha pesa liteketezwa katika maandamano yaliyoshuhudiwa hivi leo katika jiji kuu la Nairobi. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump amesema baadhi ya wafanyakazi wake kwenye ubalozi wa nchini Iraq wameagizwa kuondoka nchini humo, lakini pia kutoka mataifa mengine mashariki ya kati kama vile Bahrain, Kuwait na Falme za Kiarabu. Trump amesema hatua hiyo imechukuliwa kwa sababu ya kuendelea kwa utovu wa usalama kwenye ukanda huo. Hatua hiyo inawadia wakati huu hali ya wasiwasi ikiendelea kati ya Marekani na Iran kuhusu mradi wake wa nyuklia, wakati huu mazungumzo yanaonekana kutozaa matunda. Nchini Afrika Kusini, watu karibu 50 wakiwemo wanafunzi wa shule wamepoteza maisha kutokana na mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunya kwenye mkoa wa Cape Mashariki. Mkuu wa mkoa huo Oscar Mabuyane amesema hali inaendelea kuwa mbaya na kuna uwezekano mkubwa wa idadi ya vifo kuongezeka. Wajumbe kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda wanatarajiwa kukutana mjini Washington nchini Marekani tena wiki hii katika awamu nyingine ya mazungumzo yanayolenga kupata amani kati ya nchi hizo mbili. Rasimu ya makubaliano ya amani ambayo inatarajiwa kutiwa saini mjini Washington itatoa masharti ya kwamba Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake bila masharti katika ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na hii ni pamoja na silaha na vifaa vilivyopelekwa huko baada ya kuidhinishwa na serikali ya Kigali. Demokrasia ya Kongo na Rwanda wanatarajiwa kukutana tena jijini Washington, Marekani wiki hii katika awamu nyingine ya mazungumzo yanayolenga kupata amani kati ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu Ruben Lukumbuka na maelezo zaidi. Maandishi yaliyoonewa na RFI yanaenda mbali zaidi kuliko tamko lililotolewa na kusainiwa mwezi Aprili mjini Washington kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa DRC na Rwanda. Rasimu ya makubaliano ya amani ambayo inatarajiwa kutiwa saini mjini Washington juma hili inatoa masharti kwa Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake bila ya kupoteza muda katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii ni pamoja na silaha pia vifaa vilivyopelekwa huko baada ya kuidhinishwa na serikali ya Kigali. Sharti la pili ni kuondolewa kwa hali ya dharura na kuzingirwa kwa mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri iliyotangazwa tangu mwaka wa 2021. Hata hivyo, makubaliano na Rwanda yanaweza tu kusainiwa baada ya kukamilika kwa mazungumzo ya ana kwa ana mjini Doha, Qatar, kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 AFC, ambapo wanajadili pia juu ya swala la kusimamisha vita. Mswada huo pia unazungumzia swala la waasi wa FDLR, nchi hizo mbili zikikubaliana kuratibu kwa nia njema mpango wa kutambua, kutathmini na kutafuta njia ya kuwatokomeza waasi hao wa FDLR. Chama
tawala nchini Burundi cha SNDD-FDD kimeshinda viti vyote vya ubunge kwa asilimia 96.51 ya kura zilizopigwa katika uchaguzi wa ubunge uliofanyika katika taifa hilo. Chama tawala nchini Burundi CNDD-FDD kimeshinda viti vyote kwa asilimia 96.15 ya kura zilizopigwa katika uchaguzi wa ubunge uliofanyika tarehe 5. Hii ni kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa jana na rais wa tume ya uchaguzi ya Burundi Seni Prosper Ndahorwamiye kupitia televisheni inayomilikiwa na serikali. Vyama vya upinzani vinasema uchaguzi huu ulikubikwa na kasoro nyingi na wapinzani wa kupewa nafasi kwa nia. Kwa upande wake, chama cha Aprona kinasema demokrasia imekufa nchini Burundi, kama anavyoeleza katibu mkuu Olivier Ngurunzinza. Wameua demokrasia nchini Burundi. Tulisusia uchaguzi huu sababu tulijua kwamba tunaenda kupata matokeo kama haya ya aibu. Utaona kwamba kuna maeneo ambayo asilimia 100 ya kura ndiyo yanatangazwa, jambo ambalo halijawahi kutokea nchini mwetu. Mwezi huu unashuhudia utashi wa chama tawala wa kutokukubali demokrasia na kutaka kulazimisha kwa nguvu mfumo wa chama kimoja kama walivyosema tangu zamani. Hatukujua kwamba tungeweza kupitia uwizi mkubwa wa kura kama hivi. Sauti yake Olivier Ngurunzinza. Ni taarifa ya habari Afrika leo jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Mamia ya maelfu ya watu wanaendelea kukabiliwa na njaa katika kambi ya wakimbizi ya Kenya baada ya kupunguzwa kwa ufadhili wa Marekani unaosababishwa kupungua kwa mgao wa chakula hadi viwango vya chini kuwahi kutokea, afisa wa Umoja wa Mataifa amesema. Athari hiyo inaonekana wazi katika hospitali iliyo kwenye kambi ya Kakuma kaskazini magharibi mwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Ni nyumbani kwa takribani wakimbizi 1,300 ambao wamekimbia mapigano katika nchi za barani Afrika na Mashariki ya Kati. Watoto waliodhoofika wamejaa katika wodi ya vitanda 30 kwenye hospitali ya Musaita ya Kakuma wakitazama wageni, huku wakiwa wamepokea matibabu kwa utapiamlo mbaya. Mamia ya abiria waliokuwamo katika ndege ya India Boeing 787 iliyoanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka katika uwanja wa ndege Ahmedabad nchini India ikielekea katika uwanja wa ndege wa Gatwick London, Uingereza, wanaofia kupoteza maisha. Polisi wa India wanasema zaidi ya miili 200 imepatikana. Ndege hiyo ilikuwa na jumla ya watu 24, wengi wao wakiwa ni raia wa India na Uingereza. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijabainika. Waziri wa fedha nchini Tanzania Mwigulu Nchemba amewasilisha bajeti katika bunge la nchi hiyo Afrika Mashariki hii leo, ambapo amesema deni la serikali la Tanzania sasa limefikia trilioni 107. Waziri huyo amesema wazi kwamba kwa mujibu wa tathmini iliyofanywa mwaka wa 24 ni kwamba deni hilo bado ni himilivu ambalo litashughulikiwa. Takribani watoto milioni 108 waliotumikishwa katika ajira za watoto mwaka wa 2024, ikiwemo watoto karibu milioni 54 katika kazi hatarishi ambazo huenda zikaathiri afya, usalama au maendeleo yao. Hayo yamo katika ripoti iliyotolewa na shirika la kazi duniani ILO na lile la watoto la UNICEF, likiwa ni sehemu ya siku ya kupinga ajira kwa watoto. Baraza la mawaziri nchini Mali limeidhinisha msaada tata
wa sheria unaompa kiongozi wa kijeshi miaka mingine 5 kukaa madarakani. Jenerali Asimi Goita ameliongoza taifa hilo la magharibi mwa Afrika tangu alipofanya mapinduzi mwaka 21. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa utawala wa kijeshi kuvipiga marufuku vyama vya siasa mwezi uliopita wa Mei. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo baadhi ya taarifa kuu. Kesi ya ugaidi dhidi ya mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye na mlinzi wake Haji Obeid Lutale imeahirishwa hadi Juni 26 mwaka huu. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amefanya ziara katika meli ya utafiti wa mafuta ya Uturuki. Waziri wa Kenya, Rwanda, Tanzania na Uganda wakilisha bajeti ya mwaka wa 25-26 mbele ya bunge zao. Watu wote 242 waliokuwa katika ndege ya Air India iliyokuwa ikielekea Uingereza wahofiwa kupoteza maisha baada ya ndege hiyo kuanguka magharibi mwa India. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625, account number ni 01245085217800 au till number ni 456146 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Yapo basi unaungana nasi ni kwamba hivi leo kumekuwa na purukushani ya maandamano katika jiji kuu la Nairobi, ambapo vijana walikuwa katika barabara katika maandamano. Jiji la Nairobi nchini Kenya kwa siku kadhaa sasa limeshuhudia maandamano ya wananchi wanaotaka waliohusika na kifo cha mwanablogi Albert Ojwang kuwajibishwa. Kwa upande wake, polisi wamelazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya baadhi ya waandamanaji hayo. Ojwang anadaiwa kufariki mikononi mwa polisi baada ya kuteswa, ingawa polisi wamekana tuhuma hizo. Hadi kufikia sasa, viongozi mbalimbali akiwemo rais wa taifa hilo William Samoei Ruto ametaka uchunguzi wa kina na ulio huru kufanyika ili wahusika wa kifo hicho wachukuliwe hatua. Alipokuwa Albert Ojwang, kifo cha mwalimu na mwanablogu wa Kenya Albert Ojwang akiwa chini ya ulinzi wa polisi kimeibua maswali mengi ambayo Wakenya bado hawajapata majibu sahihi. Swali kubwa na la msingi ni kuhusu njia zilizotumiwa kumkamata. Katika kujaribu kutoa majibu na ufafanuzi wa maswali hayo, Inspekta Jenerali wa polisi nchini humo Douglas Kanja alisema kuwa Ojwang alikuwa miongoni mwa wanablogu waliokuwa wakichunguzwa kwa kusambaza taarifa za uongo kuhusu naibu Inspekta Jenerali Eliud Lagat. Kulingana naye, polisi waliomba taarifa zake kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano kuhusu akaunti ya X ya Pixel Pioneer AI na kupata maelezo yaliyowasaidia kumkamata Ojwang katika akaunti ya Homa Bay. Hata hivyo, mamlaka ya mawasiliano ilikanusha madai ya kutoa taarifa hizo na kusisitiza kuwa kamwe haiwezi kushirikiana na polisi bila agizo la mahakama. Wakati huo huo, Safaricom ambayo ni kampuni kubwa inayoongoza kwa huduma ya mawasiliano nchini Kenya, nayo kupitia mkurugenzi wake mtendaji Peter Ndengwa ilikana kuhusika na utoaji wa taarifa za Ojwang. Hii ni baada ya aliyekuwa mwanasheria mkuu na waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kudai kwamba huenda kampuni hiyo ndio iliyotoa taarifa nyeti kwa vyombo vya usalama bila kufuata taratibu za kisheria.
Wakenya wamejikuta wakichezeshwa danadana kama mpira bila kujua ni nani msema kweli. Mbali na kutaka kujua ukweli unaomhusu Ojwang, lakini wenyewe pia wameingiwa na hofu ya kukosa uhakika wa faragha ya taarifa zao, huku wakiuliza ni kwa kiasi gani taarifa zao ziko salama. Atakuwa nasoma maoni yako baadaye kuambatana na taarifa hiyo. Kesi ya ugaidi dhidi ya mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kizza Besigye, na mlinzi wake Haji Obed Lutale imeahirishwa hadi Juni 26 mwaka huu, ambapo mahakama itaamua kama hakimu Christine Nantege atajiondoa. Besigye na Lutale wamelalamikia tume ya utumishi wa mahakama kuwa Nantege ana uzembe na upendeleo katika kesi yao ya uhaini. Wanadai alishughulikia vibaya kesi yao, ikiwa ni pamoja na kukataa kuwapa dhamana baada ya siku 180 za kukaa rumande. Wawili hao walikamatwa Novemba mwaka jana baada ya kutekwa wakiwa katika jiji kuu la Nairobi, Kenya, na kushtakiwa kwa makosa yanayohusiana na usalama na umiliki wa silaha na risasi kinyume cha sheria. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amefanya ziara katika meli ya utafiti wa mafuta ya Uturuki Aruka Reza mjini Mogadishu baada ya kukamilika rasmi kwa misheni yake katika pwani ya Somalia. Katika ziara yake, rais aliwapongeza wafanyakazi wa shirika hilo la Uturuki kwa juhudi zao kujitolea katika utafiti huu wa kimkakati. Meli hiyo ilisafiri hadi Somalia mnamo Oktoba mwaka jana kufanya utafiti wa mafuta, mitetemo na gesi asilia katika maeneo matatu ambapo Uturuki imepata leseni za utafutaji. Rais Mohamud alielezea matumaini yake kuwa matokeo ya uchunguzi huo yatabadilisha kwa kiasi kikubwa uchumi wa Somalia na kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Mawaziri wa Kenya, Rwanda, Tanzania na Uganda wamewasilisha bajeti ya mwaka wa 25-26 mbele ya bunge zao hivi leo. Takuwa nachukua maoni yako kufuatia taarifa hiyo katika muda usiokuwa mrefu. Wakati huo, chuo kikuu cha Dar es Salaam kimetangazwa kuwa kitamtunuku shahada ya heshima falsafa Daktari Kiumi Adesin, aliyekuwa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB. Lengo la shahada hiyo ni kutambua mchango wake kwa maendeleo ya Afrika. Mahakama moja nchini Kenya imetoa hati ya kukamatwa kwa mwanaharakati Boniface Mwangi baada ya kushindwa kufika mahakamani katika kesi inayomhusu. Kulingana na waraka wa mashtaka, Mwangi alitakiwa kufika mahakamani na kujibu madai ya kumshambulia afisa wa polisi. Mahakama imeagiza kesi hiyo isikizwe tena Julai 14 mwaka huu mbele ya mahakama nambari 1. Moja kwa moja tunaelekea kusoma maoni yako, ambapo naona hapa hivi wengi wanatoa maneno yao ambayo namna hiyo itabidi nipitie. Anza na swala lile la bajeti. Mataifa ya Afrika Mashariki yamesoma bajeti yao hivi leo. Anaitwa Frederick pale hivi Modaura, anasema inaitwa Kenya, karibuni sana, tuko na mubeberu. Sikuelewi, sema natafuta amani. Peter Bernard pale hivi Afrika Istaya Ilalo, Ese Badaso anasema hii ndio demokrasia tulioichagua. Josaya Muga, ipo siku Tanzania pia tutaamka na kuanza kutafuta haki. Mlingi Buli anasema Kenya wanapenda fujo sana.
Kiza Josephat anasema vurugu la maandamano sio suluhisho, kisifiwa sana mwishowe mnaharibu. Kiandamana bila fujo itapendeza zaidi, maana si kila mtu anapenda vita ama anapenda maandamano. Na hakika mahali ambapo uhuru wako unaishia, hapo ndio uhuru wa mwingine unaanzia. Kibete Manuel, budget lazima isomwe. Na ilisomwa. Mataifa ya Afrika Mashariki yamesoma bajeti. Uganda always odd one out to look at their briefcase. Huyu anaangalia mambo ya briefcase, anaitwa Alexo pale Vidusweti. Ya Kenya ni nzito, inabidi badi kuisupport from bottom up. Ni maoni yako ambayo anasoma msikilizaji, ambapo naona hapa hivi sema kwamba Muindo pale hivi Musubaro Ramsey pale hivi Baraka anasema anafuata vizuri kutoka maeneo ya Kongo jimboni Ituri na kupata vizuri kupitia Google. Asante sana na karibu. Mkali Cheka anasema yani swala la bajeti sisi ni kusomewa tu, na pia tunaisikia kwenye ripoti ya mkaguzi kwamba kuna ubadhirifu, lakini sijawahi ona watu wanachukuliwa hatua. Na wapata vizuri sana Radio 14 Africa, kweli na burudani. Asante na karibu. David Kisiei pale Vimagori. Nyawa binti Said anasema na wapata vizuri sana Radio 14 Africa nikiwa maeneo ya Uarabuni huku Arabia. Asante na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio 14 Africa.